karibu sana mwamuzi, na tunaomba kidogo msaada wako wa kisheria, hasa sheria za 17 za mpira kuhusiana na mchezo wa jana, matukio ambayo yalitokea, hasa tukio la goli ambalo mpaka hivi sasa bado limeacha mashabiki wengi wa soka, hasa mashabiki wa Simba mdomo wazi, wengi wakidhania ni goli la offside. Kwa msaada au kwa sheria 17 au sheria ya offside, ni uhalali wa goli au mashabiki wa Simba wana haki ya kulalamika kwa kile ambacho wanadhania wamenyongwa na maamuzi ya Rajiga? Kwanza nikuulize swali moja. Lini mchezaji anakuwa kwenye nafasi ya kuzidi? Hapo ndipo tuanzie hapo. Sawa, tuanzie hapo. Kwamba mchezaji anakuwa kwenye nafasi ya kuzidi, yani anakuwa kwenye offside position anapokuwa karibu zaidi na mstari wa goli wa timu pinzani. Ndio. Kuliko vyote ni nini? Mpira na mchezaji wa pili wa mwisho wa timu inayozuia. Kwa msingi huo, yule mchezaji wa Yanga wanayemsema kwamba alikuwa kwenye offside position, alikuwa sahihi, alikuwa kwenye offside position. Hicho cha kwanza. Ndio. Lakini lini tunamwadhibu mchezaji? Anaweza kuwa kwenye offside position lakini asiwe amefanya kosa la kuzidi. Ndio. Sawa? Ndio. Kwa hiyo yule kama angepewa mpira akaucheza. Ndio. Kama angepewa mpira akaucheza, ndio tungemhesabu kwamba amefanya kosa la kuzidi. Lakini wakati alipokuwa kwenye nafasi ya kuzidi, hakupewa mpira. Yule mpira alimpata yule ambaye alikuwa onside position. Sasa kuna mambo mawili, kuna offside position na onside position. Ndio. Kwa hiyo yule mchezaji mwingine aliyepata mpira alikuwa onside position, maana yake alikuwa hajazidi, akaucheza mpira. Ndio. Ule mpira ulipocheza, ina maana ile nafasi ya yule wa kwanza imeshakufa. Kwa hiyo ule mpira alipopiga akaucheza, goalkeeper huyu akafunga, amefunga akiwa kwenye onside position. Okay. Kwa hiyo kama ingekuwa offside, ni kama angepewa mpira wakati ule alipokuwa kwenye offside position. Na wanasema alijihusisha wakati Pacome anahitaji anataka kutaka kutoka, alikuwa tayari kwenye offside position, alijihusisha na ule mchezo wakati bado mpira hujamfikia. Kujihusisha, hatujali kujihusisha, tunachosema nani ameucheza mpira ukafunga goli. Nani ameucheza mpira ukafunga goli? Alikuwa kwenye offside position au hapana? Okay. Kwa sababu mara ya kwanza alikuwa kwenye offside position. Ndio. Ule mpira hakupewa yeye, akapewa yule mchezaji wa yule aliyepiga deni goalkeeper akaucheza, ndipo huyu akaupata. Ndio. Kwa hiyo wakati huyu anaupata hakuwa kwenye offside position. Okay. Overview ya jinsi ambavyo mchezo umechezeshwa, kwa nini mashabiki wengi wa Simba wanadhani wanahitaji uamuzi kutoka nje kuchezesha michezo yao? Kwa maana nyingine kwamba imani yao ni kwamba wakichezeshwa na waamuzi wa hapa hawatendei haki. Sasa je, michezo mingine wanayochezeshwa na wa hapa wanatendewa haki au hawatendei haki? Kwa nini waseme mchezo wa Simba kwa Yanga ndio wanasema watoe hapo wengine nje? Kwa nini michezo mingine wachezeshwe na waamuzi wa hapa na mchezo wa Yanga na Simba wachezeshwe wa nje?